Ni siku nyingine tena tunakutana hapa ndani ya kipindi cha Medicounter kuweza kuzungumzia mambo mbalimbali yanayohusiana na afya zetu. Kama ndio kwanza unafungua TV yako, kipindi hewani Medicounter, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 1 kamili jioni, marudio siku ya Jumatano saa 4:30 asubuhi na Ijumaa saa 11:30 jioni. Jina langu Dafosa Prosper, karibu sana. Medicounter, afya bora, ngao imara. Leo hii tutakuwa tukizungumzia ugonjwa wa kiharusi ama stroke. Sasa hapa ni naye mtaalamu wa lishe Elizabeth Lema kutoka kliniki ya Cornwell Tanzania, ambayo yuko Kigamboni Kimbiji jijini Dar es Salaam, ndio kufahamisha mengi kuhusiana na mada yetu hii ya siku ya leo ya tatizo hili la kiharusi, jinsi gani ya kujikinga na kiharusi, lakini pia endapo utapata kiharusi matibabu yake ni yapi. Fuatana naye basi uweze kujifunza mengi juu ya mada yetu hii ya siku ya leo ya kiharusi. Stroke ni kuingiliwa kwa mishipa ya damu kichwani, na chanzo chake inaweza kuwa ni pressure. Mara nyingi inakuwa ni pressure inapanda na mishipa ya fahamu inakuwa interrupted au inaingiliwa, na ndio inasababisha mtu kupata stroke. Dalili zake, watu wengine mara nyingine kuna watu wanakuwa wanaisha hawajui kama wana pressure. Kwa hiyo inaweza katokea tu ghafla mtu ameanguka, lakini ili kujua kwamba huyu mtu ameanguka amepata ni stroke, mara nyingi mdomo unaweza kwenda upande au mkono mmoja wa kushoto ukashindwa kufanya kazi yake inavyotakiwa, au wengine wanaanguka. Lakini inaweza kutokea light stroke, na hiyo inawapata watu wengi sana. Anagundua tu kama ulimi unakuwa mzito, hawezi kuongea kama inavyotakiwa, lakini hajui yeye kama ni stroke. Kwa hiyo anajikuta tu kwamba hawezi kuongea vile alivyokuwa anaongea. Inaweza kuwa ni light stroke. Light stroke mara nyingine inaweza kutokea usiku, umelala tu usingizi inakutokea. Lakini wengine wanapata stroke alafu baada ya muda fulani anarudi kawaida. Pia hiyo ni aina ya light stroke, kwamba anajikuta mkono kama umeishiwa nguvu, mkono wangu hauna nguvu, ni kama anajiona mkono hauna fahamu, au upande huu mmoja wa uso unakuwa hauna fahamu. Watu wengi sana wanaishi hivyo. Anakuambia mimi nina ganzi huko au nina ganzi kwenye mguu huu, lakini kwa sehemu kubwa, yani upande mmoja wa mwili wako unakuwa ni kama una sehemu nyingi hazifanyi kazi. Hiyo inawezekana amepata light stroke bila yeye kujua. Lakini iko stroke inayokutokea ghafla na unaanguka chini, moja kwa moja unakuwa huwezi kuongea, mdomo umeama sehemu yake, labda jicho limefunga au nini. Yani watu wanatofautiana vile reactions zinatokea. Lakini kama nilivyosema, inakuwa imeingiliwa mishipa ya fahamu kichwani na mfumo wa damu. Kwa hiyo inakuwa inasababisha ile hali ya mishipa, baadhi ya mishipa kutokufanya kazi. Na sisi tunashughulika sana na naturopathy. Naturopathy ni aina ya matibabu ya natural. Kwa hiyo huwa tuna zile dalili tunavyoziona, tunaweza kujua ni aina gani ya stroke imetokea kulingana na ile mfumo wa mwili unafanya kazi naturally. Kwa sababu kitu cha kwanza unatakiwa kumobserve mtu vile anavyo. Wengine macho unaona kabisa hayako sawa, wewe unaweza kuobserve kwamba huyu labda alipata light stroke. Au unaona mkono, baadhi ya vidole hafanyi kazi vile inavyotakiwa, inawezekana alipata light stroke. Kwa hiyo ndo hali. Lakini inapoendelea mbele zaidi, stroke ni tatizo ambalo ni gumu kidogo, kwa sababu inaingilia mishipa, inaingilia mfumo wa damu, inasababisha baadhi ya mishipa kutokupeleka energy inavyotakiwa. Kwa hiyo ukiendelea na ile hali bila kupata matibabu kwa wakati, inaweza kupelekea kifo, kwa sababu inaingilia mfumo mzima wa utendaji kazi wa mwili. Ndio maana wengine wanalemaa, wanalala chini. Kwa hiyo kama hautapata attention ya kitaalamu inavyotakiwa na kwa wakati, inaweza kupelekea ukashindwa hata kutembea. Na kama una pressure, jua kwamba unahitaji kwanza kushughulika na ile pressure. Lakini wako wengine wanapata pressure inapanda kwa ghafla, lakini sio kwamba anayo kila siku. Sasa labda ile siku iliyopanda ndio alipata stroke. Kwa hiyo ni vizuri kujifunza kumonitor, kupima pressure kila mara, na huo unaweka ile record. Kwa sababu pia daktari itamsaidia kujua huyu mtu pressure yake inapanda wakati gani. Kwa sababu mwingine anakuta alipata stroke akiwa na hasira ilipanda akaanguka, au kitu kilimshtua akaanguka. Mara nyingine inawezekana akaja kupimwa baadaye akaonekana hana pressure. Huwezi kusema kwamba hakuwa na pressure, labda ilitokea kwa sababu ya changamoto fulani aliyokuwa nayo kwa ule wakati. Kwa hiyo unapoendelea
hata kama umepata light stroke unajiona unatembea kawaida, stroke ina tabia ya kujirudia rudia. Kwa hiyo ni vizuri ukawa unapata attention ya kitaalamu na kuelewa, lakini pia ina mfumo wa maisha ya kila siku, kwa sababu haya magonjwa tunayozungumzia, sukari na pressure na magonjwa ya moyo, ni magonjwa yanasababishwa na maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo unavyoishi kila siku kuna vitu vya msingi unatakiwa kuvijua. Ndio maana tunasema lazima upate attention ya kitaalamu ambayo itakuelekeza jinsi ya kuishi na jinsi ya kuweza kusaidia ile changamoto ulionayo. Na ukiweza kushughulika mapema kabla haijakurudia inakuwa rahisi. Ziko vitu kama vitatu vinavyosababisha stroke. Blood clot, yani damu kama imeganda sehemu haiendi free, hiyo inasababisha stroke. Sasa kudetermine kwamba hii light stroke imesababishwa na blood clot au na damu tu kuna sababu fulani haikwenda au damu ilikuwa nzito au cholesterol, ni lazima hiyo inakuwa established na daktari. Ila sababu ya light stroke na ya hiyo stroke nyingine ambayo ni serious ni sababu moja, ijapokuwa wengine wanachanganya kupata heart attack na kuparalyze. Hivyo ni vitu pia viwili tofauti kidogo. Heart attack na ile stroke au paralyze kwa kusababishwa kwa mishipa ya damu kuingia kichwani, vyote viwili vikipata matibabu vinaweza vikapona, lakini inategemea kiwango ulichofikia au jinsi ilivyokuattack. Labda ndio nitumie lugha hiyo, jinsi ulivyopigwa na ile hali. Na kama ilikupiga kwa nguvu ni tofauti na ukiwa nyepesi, light stroke na stroke ambayo inakulaza chini. Naturopathy ni utaalamu ni daktari kabisa. Amesoma matibabu ya conventional au western, alafu pia amesoma natural, njia za asili au njia za natural za kutibu mgonjwa. Na katika njia za asili ziko nyingi za kudiagnose. Tunaweza kudiagnose kwa kuangalia pulse, ambapo ni kuangalia mfumo mzima unavyofanya kazi. Pulse ni aina ya kucheki kwa kutumia mapigo yako wewe mgonjwa wa moyo. Kwa hiyo anaangalia mfumo wako jinsi unavyofanya kazi kwa kutumia pulse, lakini ziko njia za kupima meridians point, ambazo hizo tunasema ni mzunguko wa energy kwenye mwili. Hizo njia unaweza kutumia kwa kujua energy inazunguka vipi mwilini kwako. Na ziko njia ambazo za kutumia acupuncture point. Acupuncture point ni zile pointi ambazo nitatumia mfano, tuseme huyu ndo mimi sasa. Alafu hizi pointi zinawakilisha organ au taarifa ya mwili unavyopeleka energy. Na mwili unavyopeleka energy ndivyo unavyopeleka virutubisho, ndivyo unavyosupply kwenye mwili wako. Kwa hiyo ziko pointi ambazo ukizicheki utajua kwa kutumia acupuncture point. Kiko kifaa maalum cha kupima ambacho kinatusaidia kuelewa kitu kama hiki hapa. Nadhani kitakuwa kidogo ni kitu kipya, lakini hiki kinaweza kurecognize point gani imebeba mishipa gani na ni mishipa gani inaingilia. Kutokana na utaalamu tulionao, daktari anaelewa ni point gani za kushughulikia. Kwa hiyo anapoelewa kwamba ni mishipa gani imeathirika zaidi, inaweza kuwa ni kwenye miguu au kwenye mikono au kichwani, anapopima ataelewa kwa kutumia acupuncture point au meridian point. Kwa hiyo itategemea ameamua kutumia kipimo gani. Kwa baada ya kuelewa ndo tunaweza sasa kuamua aina ya matibabu. Kwa sababu ni muhimu sana kuelewa kwamba hii ni ya heart attack au hii ni stroke ya kawaida ya kuingiliwa kwa mishipa ya fahamu. Kwa hiyo ndio njia ya diagnosis. Kuna pointi zinakuwa kwenye miguu. Kama unaweza kuona hapa kuna baadhi ya pointi ziko kwenye miguu ambazo zinabeba pointi nyingi sana mpaka kwenye mishipa fahamu. Na ziko pia pointi kwenye mikono ambazo zinabeba pointi nyingi sana mpaka kwenye mishipa fahamu. Kwa hiyo mara nyingi tunapima kwenye miguu, kwenye mikono na kichwani. Ndio sehemu ambazo zinatusaidia kujua mishipa gani imeathirika. Na nakumbuka kwamba hatutoboi kitu chochote. Hakuna kutoa damu wala ni hiki ni kitu kinafanyika tu kwenye ngozi bila kugusa wala kukuumiza. Mfano ukishika mkono wa mtu hapa, somehow unayasikia mapigo ya moyo. Kwa hiyo hizo tunaita ni pulse. Kwa hiyo pia hiyo ni njia daktari anaweza kutumia kujua huyu mtu ni sehemu gani imeathirika. Jinsi ambavyo ile mishipa inafanya kazi. Hata hapa mishipa inaweza kukuambia nini kinaendelea kwenye mwili wako. Lakini lazima uwe knowledge kwamba je, ikipiga vipi ndio inasema nini.
au ikipiga vipi ndio inakuelezaje. Lakini pia uko mfumo wa kompyuta ambao unaweza kusoma ukaona kwenye screen, ukaelewa, hata wewe mgonjwa mwenyewe utaelewa kwamba daktari anachomaanisha hapa ni nini. Kwa sababu hivi tunavyofanya kwa kutumia mkono, pia unaweza kufanya kwa kutumia vifaa maalum na ukaelewa kwamba nini kinaendelea kwenye mwili. Kwa hiyo tukajua okay, ni mishipa gani imeathirika sana, ni sehemu gani imeathirika sana kwenye mwili, ni kitu gani cha kushughulikia. Na hiyo sio tu kwa watu walio paralyzed, ni katika magonjwa yote. Tunaweza kujua kwa kutumia meridian points zinaitwa. Kwa hiyo tunaangalia, ukipata mfano stroke ndani ya siku 8 ukaweza kuja hapa kwetu, nafasi ya kurudi kawaida iko. Na tunashauri sana mtu akipata stroke kabla ya kumkimbiza huku amkimbize hospitali. Kwa nini amkimbize hospitali? Kuna dawa ambazo sisi hatuwezi kumpa. Kwa hiyo amkimbize hospitali ya kawaida. Kama mfano imetokana na pressure, lazima apewe dawa za pressure, lazima apewe blood thinners ambazo sisi hatuwezi kuprescribe. Kwa hiyo lazima aende kule. Lakini pia lazima daktari aweze kuestablish history yake kulingana na hospitali inavyotakiwa. Ziko sheria zinazotuguide katika hivi vitu. Kwa hiyo atakavyo tu pata stroke nyumbani wakamkimbiza hapa, naweza nisimpokee. Kwa sababu ziko kanuni za kufanya. Kwa hiyo cha kwanza, mgonjwa akipata stroke apelekwe hospitali kawaida. Akishafanywa ile huduma ya kwanza, sisi ndio tutakuja hapo sasa. Atakuja na ile ripoti yake, kwa sababu kuna vipimo vingine atakuwa amefanya kule ambapo sisi hatufanyi. Kwa hiyo sisi tutakuja kufanya na sisi kulingana na utaalamu wetu, tutaestablish kile ambacho daktari wake ameestablish, tutalinganisha kile ambacho tumefanya. Na pia ndio sisi tunapenda sana kutumia neno integrative medicine. Tuna integrate na ile dawa ya daktari. Hakutakuwa na sababu ya yeye kuacha dawa za hospitali. Tutakachokifanya, tutaintegrate na kile daktari alichofanya. Kwa alichopangiwa kufanya, kama amepangiwa mazoezi, kama amepangiwa nini kule hospitali, ataendelea kama kawaida. Sisi tutakachofanya ni kujaribu kuactivate na kufungua ile mishipa ambayo imeblock, baada ya kuestablish kwamba ni mishipa gani imeblock na ipeleke taarifa. Lakini kama stroke ilipelekea mishipa ya damu kupasuka, kwa sababu iko wakati mwingine mishipa inapasuka, hiyo ni kesi tofauti. Kwa sababu kama mshipa umeshapasuka, ni lazima kuzuia ile damu isiendelee kumwagika, ambapo sisi hatuwezi kufanya hivyo. Labda anaweza kuwa anahitaji kwenda kufanya operation au nini. Kwa hospitali ndio wataestablish. Ndio maana ni muhimu sana mtu akipata stroke wasiachwe tu nyumbani. Na tunapokea kesi zingine mtu alipata stroke akawekwa nyumbani. Stroke inaweza kujirudia hata kwa usiku mmoja mara 3. Kwa hiyo mtu akipata stroke immediately akimbizwa hospitali. Yaani baada ya hapo ndio mkitu consult sisi, tutaanza kusaidia jinsi gani ya kurudisha ile mishipa iliyobadilisha direction kurudi kwenye hali yake. As long as hana bleeding yote internal. Mishipa ya damu iko intact. Yeah. Na muda wa matibabu kama sema inachukua muda gani kupona? Mtu akipata stroke ndani ya siku 8, nafasi ya kupona ni kubwa kuliko ambaye amekaa miezi 3 minne. Na ukishakaa mwaka, kwa kweli tutakachokufanya sisi tutakupa tu hebo za kukusaidia na kukusaidia uwe na nguvu, lakini hatuwezi kuwa na hakika kabisa kwamba mishipa itarudi nafasi yake. Kwa wako ambao tangu tumeanza kutoa hii huduma, tuna watu ambao wametembea, na kuna watu kama alikuwa amelala chini muda mrefu, kwa kweli hata kama anatembea lakini sio ile kawaida aliyotakiwa kurudi. Kwenye swala la chakula sasa, inapokuja mtu ameparalyze au amepata stroke, viko vyakula vinavyosupport mfumo wa cardio. Kama alipata tatizo la moyo, hata kama ni pressure, viko vyakula ambavyo vinasupport, nikisema mfumo wa cardio ni mfumo wa moyo, mfumo unao control mishipa ya damu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anatakiwa kujua vyakula muhimu ambavyo akila vitasaidia mwili wenyewe kuendelea kujitibu, kwa sababu mwili una tabia kujitibu, nilisema mwanzo. Kwa hiyo vyakula ambavyo vinasapoti mfumo wa mwili hasa kwenye matatizo yanayosababishwa na pressure na masuala ya moyo, nitataja tu vichache ambavyo viko kwenye mazingira yetu. Kama samaki, mafuta ya samaki yanasaidia sana kwa sababu yana omega 3. Lakini pia kuna aina za mafuta kama mafuta ya mbegu kama flaxseed, yanasaidia sana kurudisha kukupa omega 3 6 ambao inasaidia sana kuhifadhi mfumo mzima wa moyo. Lakini pia allium au kitunguu saumu kwenye chakula ni muhimu sana. Na naona watu wanatafuna, sio wanafanya nini. Watu wanatakiwa kujua jambo moja. Kila kitu kinatakiwa kujua jinsi ya kukitumia. Unapokuwa tayari wewe ni mgonjwa, sio mzima, huwezi kujiwekea tu kwamba natafuna vitunguu saumu vipande 5 au 3 nitakuwa sawa. Hapana. Lazima, naona hiyo imekuwa sana yani kwenye jamii, kila mtu anasema tafuna kitunguu saumu. No, lazima ujue kitunguu saumu pia
ni kati ya jamii ya antibiotic. Inaweza kuwa na mwingiliano na dawa unazotumia. Ukitafuna kitunguu saumu kingi kinaweza kucancel baadhi ya dawa nyingine unazotumia zisifanye kazi. Kwa hiyo ni lazima kujua sana. Nikichukua tu mfano kama mama anatumia vidonge vya uzazi wa mpango. Akiwa na tabia ya kutafuna kitunguu saumu ana cancel ile dawa ya uzazi wa mpango. Kwa hiyo unaweza ukashangaa umebeba mimba, kumbe wewe ulikuwa unasababisha mwenyewe kwa kutafuna kitunguu saumu. Kwa hiyo mimi nafikiri ni vizuri, ndio maana sisi tupo. Sisi watu wa naturopath tunaweza kukuguide kwenye swala la chakula. Especially watu ambao tayari wana magonjwa fulani wanaishi nayo kila wakati. Ikiwepo hayo magonjwa ya mtu wa stroke. Kuna vyakula hatakiwi kula kabisa. Kama vyakula ambavyo tunaviita inflammatory food. Hatakiwi kula kwa sababu anapopata chronic inflammation anazidi kuumwa. Badala ya especially wale walala chini. Hatakiwi kabisa kula inflammatory food. Sasa lakini unavyoacha kula inflammatory food, mfano nyama au maziwa, una replace vipi zile virutubisho ambazo ziko kwenye ile kitu ulioacha? Kwa sababu wakati mwingine mtu anasema nimeacha kula nyama kabisa. Kwenye nyama unapata B12. Na B12 ndio inalinda mishipa. Sasa unaacha kula nyama, je, una replace nini hiyo B12? Ndio unaona sasa hivi kuna mwongezeko mkubwa wa kuwa na ganzi kwenye miguu na kwenye mikono. Kwa sababu ya upungufu wa B12 wengi nao wahudumia kila siku. Nikiwapatia B12 wanarudi kwenye hali yao. Kwa hiyo virutubisho vina nafasi kubwa sana kwenye matibabu. Kwa sababu tunafikiri tu kuhusu dawa. Dawa ni sehemu ambayo inasaidia mwili kupambana ile changamoto. Lakini virutubisho vinaenda kwenye deep kabisa, the cause root. Kile chanzo kilichopelekea wewe kufika hapo. Kwa sababu wengi wana haya magonjwa sababu ya mfumo wa maisha kila siku. Anakula chakula cha aina moja, analala kuchelewa. Wewe kulala kuchelewa pia kunaweza kusababisha magonjwa ya moyo na pressure. Kwa sababu kuna formula maalum naturally. Sisi watu wa naturopath tumeisomea. Hiyo formula kuanzia saa 6 mpaka saa 9 ndio inafanya kazi. Na lazima uwe umelala usingizi mzito. Kwa maana kwamba wewe unachelewa kulala miaka 10 mfululizo, ukipata magonjwa ya moyo sio ajabu. Sasa huwezi kutegemea tu dawa hii reverse. Lazima uelewe kwamba natakiwa kufanya nini ili kureverse ile tatizo. Pamoja na dawa, lazima ujue chakula unachokula. Kama unakula vyakula yenye mafuta yasiyoeleweka kila siku, wewe ni vyakula vya mafuta, kwa nini usipate cholesterol? Na cholesterol inapeleka kupata pressure. Na pressure inaweza kupeleka kupata ugonjwa wa moyo. Unaona hiyo ni chain. Kwa mabadiliko ya mfumo wa maisha yanaweza kusababisha matibabu yako yakawa rahisi zaidi. Unapoenda kulala, kwanza unatakiwa ulale masaa 3 mpaka 4 kabla ya saa 6 usiku. Kwa hiyo tukiangalia masaa 3 mpaka 4, tuseme umeenda kulala saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, inatakiwa ukukute uko kwenye usingizi mzito. Ndio ile formula itafanya kazi. Nikitoa huu mfano rahisi, kama mtu ameshakesha, kama ulishawahi kukesha labda kwenye maombi au kulinda au kwenye msiba, kuna masaa yakifika, kuna hewa inabadilika, ambapo hata kama wewe ni una nguvu kiasi gani utafunga tu jicho. Kale kahewa kanakulazimisha, ni kama kanakubembeleza ulale. Kale kahewa sasa ndio kana hiyo formula, ndio kanafanya hiyo kazi. Na hiyo formula inaondoa toxin au inaondoa sumu kutoka kwenye brain, inasafisha figo, inasafisha ini. Ndio maana ukilala vizuri, usingizi mzito, umeenda kulala zako saa 3, ukalala vizuri bila kushtuka mpaka saa 9. Alafu ukaamka vizuri asubuhi saa 11. Una matongotongo ya kutosha, mate ni machungu, unajisikia kabisa mwili mwepesi, yani jisikia fresh. Lakini wewe umekesha mpaka asubuhi hujalala, unasikia kama mwili mchungu. Mate yako pia yanakuwa, mate ya kuamka ukiwa umelala vizuri yanakuwa mazito zito hivi mabaya baya, lakini mate ambayo hujalala vizuri yanakuwa machungu. Kwa sababu mwili una struggle kuondoa sumu na wewe kuruhusu mwili kuondoa sumu. Sasa hiyo ndio kitu cha kwanza. Wale wenzangu kulala saa 6 kuangalia movie mpaka 7 usiku. Alafu ndio wanafanya hivyo miaka 5, miaka 6, miaka 7. Unaanza kuugua, unataka tufanye miracle upone. Rudi, nenda kaanze kulala. Na ukianza kuanzia leo ukalala saa 3. Na ujue ukilala saa 3 maana yake umekula saa 2, saa 1 na nusu, saa 2. Kwa sababu unatakiwa kulala masaa 2 baada ya kula. Na hautakiwi kula ukaoga ukaenda kulala. Hiyo ndio maana tuna watu wenye matatizo mengi ya kiafya,
Hiyo ni tabia ya umekula wali wako. Jioni tunakulaga wali na maharage. Alafu hapo kwenye wali wa maharage kuna nyama. Alafu kuna juice. Alafu kuna tunda. Meza imepangwa inapendeza. Alafu tunakula vyote mpaka mtu anakaa kabisa tumbo limejaa. Alafu akinyanyuka hapo, kuja nikajumwagie maji nilale. Kwani usiogope? Kwa sababu kwanza usiku kucha mwili utakuwa unafanya kazi ya kusaga chakula. Kwa hata ile formula ya kuondoa sumu haitakuwepo tena. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kujua kwanza kuanzia asubuhi mpaka jioni unatakiwa kufanyaje ikija swala la chakula. Na kwanza waje niwaambie, kulala mchana hakuna faida. Kulala mchana hakuna faida kiafya. Kulala yenye faida kiafya ni usiku. Tunasema masaa 8. Saa 3 mpaka saa 10 wewe endelea na shughuli zako. Hata kama una kazi zako za kufanya, kwa nini usiamke saa 10 ufanye hizo kazi? Kwa nini mpaka uzifanye mpaka saa 7? Kwa hiyo nadhani nikubadilisha ile mentality. Baadhi ya magonjwa ambayo tunaona watu wanateseka sana, hiki ndio kimepelekea. Asubuhi kuna wale wanapenda kuja kula saa 4. Ili inakuwa sio breakfast. Breakfast inaliwa saa 12 asubuhi mpaka saa 2. Hiyo ndio inakuwa na maana. Ile ndio inakuwa ina activate metabolism. Inafanya mfumo wa mmeng'enyo uwe active uweze kufanya kazi. Na ni kitu gani unakula? Sasa ukiamka asubuhi kaanza na wali wa maharage na kiporo, it will not make sense. Metabolism haitakuwa active inavyotakiwa. Tayari umeshaanza na kitu ambacho ni kinyume. Tumbo linataka ulifungue na kitu chepesi. Kwa nini usinywe maji? Na kwa nini kwenye hayo maji usiweke limao? Au usiongeze limao? Lina vitamin C, litasaidia mfumo wa mwili kwa ujumla. Hiyo ni foundation ya immune system, ni msingi wa kinga ya mwili. Kwa hiyo unaweza ukaamka asubuhi ukanywa maji ya limao, ukaanza nayo saa 12. Lakini pia baada ya hapo unaweza ukaamua ile saa 1, saa 2 kama una kitu cha chakula labda uweze kukaa mezani ukala breakfast. Ukala tunda au ukanywa juice au ukala kitu chochote, usipitishe masaa mpaka saa 6 ujala chochote. Wakati mwingine ukijichunguza sana, ukifika saa 6 kichwa kinauma. Kichwa hakiumi au sikii njaa lakini unaumwa na kichwa. Kwa sababu kinakwambia kwamba flow ya damu imeanza kudrop. Kwa sababu mzunguko wa damu unategemea tumboni kuna nini, kitu gani umekula. Kwa sababu kuna mawasiliano makubwa sana kati ya digestive system na kichwa. Uwezo wa kufikiri unakuwa control pia na vile unavyokula. Kama unakula vyakula ambavyo haviwezi kudigest na kuruhusu uchafu utoke au waste iondoke, uchafu unapoendelea kujijenga kwenye tumbo, ndivyo ambavyo na brain yako inaendelea kudeteriorate. Unaanza kushindwa kufikiri ipasavyo. Na kuna watu hawawezi kureason. Sometimes sio wao, ni digestive system yao haifanyi kazi vizuri. Mtu anashindwa kureason, mtu anashindwa kufanya maamuzi. Kwani hapa situfanye hivi na hivi? Anakuwa anashindwa kuelewa. Unamuuliza mara 3. Muulize, unapata choo vizuri kweli wewe? Ukienda chooni uchafu unatoka. Kwa sababu gani? Hali inavyotakiwa. Kama ugonjwa umeutengeneza miaka 20 iliyopita, mimi siwezi kufanya chochote kwa mwaka 1 au 2. Nitajaribu. Utakaa vizuri kidogo, lakini hauwezi kurudi kwenye ile hali ambayo ungekuwa nayo. Uzee unaanzia miaka 70. Unaweza kuchelewesha kutoka huko miaka 40, 50, 60 ukawa kijana kabisa mpaka miaka 70. Lakini unakulaje? Unalalaje? Level ya stress zako. Maana kuna wakati mwingine mtu kitu kidogo tu amepanic. Hiyo nayo ina effect kwenye afya. Hasa haya magonjwa ya moyo, hata kupata stroke ni tabia ya kuwa na kila sana mshtuko. Sasa kushtuka. Yaani kama unaona huwezi kuhandle mambo, nadhani unahitaji kupata msaada wa kisaikolojia. Kwa sababu kutokuhandle mambo nako ni ugonjwa. Ukiwa una panic mara nyingi, angalia sana. Kuna watu wenye kudevelop uvimbe kichwani wana hiyo tabia. Anakuwa na hasira zisizokuwa na sababu, anakuwa na panic kila kitu kidogo anashindwa kuhandle. Hebu aone wa saikolojia, aone wataalamu wanaohusika na masuala ya mfumo mzima wa central nervous system. Anaweza kukuta na develop kitu kinachoingilia mishipa yake ya fahamu. Ndio maana anashindwa kujicontrol. Lakini pia anaweza kuwa ana develop kitu ambacho anaelekea kwenye kupata shida ya moyo. Wakati mwingine mwili unashindwa kurelax. Sasa yeye hajui kwa sababu zile really symptoms hazijajitokeza, kwa hata hawezi kumueleza daktari. Lakini ukiona kila saa una panic, una pressure, una nini, au una lack minerals, ukiwa una upungufu wa madini, una tabia ya mwili una tabia ya kutokuweza kuhandle mambo. Kwa sababu madini yanatakiwa kubalance. Sio madini fulani ndio muhimu kuliko mengine. Madini yote ni muhimu. Kama ni
ni zinki, kama ni phosphorus, kama ni calcium. Madini yote yanatakiwa kubalance. Kwa inawezekana utakuwa kubadilisha mfumo wako wa chakula. Kama ulali mapema, ule usingizi wa muda mrefu umejiaccumulate, unaweza kushindwa kuhandle mambo. Nakumbuka nilipata mgonjwa mmoja, binti alikuwa analika mifupa na madaktari wameshindwa kumsaidia kwa sababu mifupa inasagika. Kwa mfupa wa kiuno na mguu ni kama mguu mmoja umekuwa mfupi, kwa anatembea na magongo. Sasa alipofika mezani kwangu, nilipoanza kumuuliza maswali na nini, nikamwangalia nikaona ameanza kulia. Just from nowhere akaanza kulia ile ya kwikwi. Kwa hiyo nikamuuliza, tatizo ni nini dada? Akashindwa kujieleza. Basi nikaweka kila kitu pembeni, nikamwambia, wewe dada, umwe. Hichi unachofanya hapa ndio tatizo lako. Kwa hiyo ikabidi nianze kumsikiliza mambo yake binafsi yanayomfanya analia. Kwa hiyo akanieleza stress za mahusiano yake na muda alikopita. Fikiria amekuja hospitali, anaumwa na mguu, mfupa unasagika. Lakini tulianza kuhandle stress za mahusiano yake kwanza kabla hatujaenda ugonjwa wenyewe. Na yule binti nililazimika kuchukua muda wa masaa 2 kushughulika naye peke yake. Kwa baada ya pale ninapoongea sasa hivi amerudi kazini, yuko happy na ule mguu mmoja umeanza kulingana na mwingine. Naturally tulimpa vitu vya kumsaidia ndio, lakini ilibidi nimpe counseling, psychology ya kumsaidia. Kwa hiyo wakati mwingine magonjwa mengine sio tu labda unavokula, unavulala, labda unashindwa kuhandle stress za maisha. Medicounter, afya bora, ngao imara. Kwa leo mtaalamu wetu anaishia hapo. Ni kuacha na dondoo ya siku ya leo. Endelea kuangalia vipindi mbalimbali vinavyoendelea pa Azam TV, burudani kwa wote. Jinsi ya kutumia mchicha kama tiba ya matatizo mbalimbali ya kiafya. Mchicha ni mboga maarufu miongoni mwa Watanzania. Mbali na kutumiwa kama mboga, mchicha ni tiba ya matatizo mbalimbali ya kiafya. Kwa mujibu wa tafiti mbalimbali za kitaalamu, mchicha huweza kutibu matatizo yafuatayo: kuumwa mgongo, kusafisha njia ya haja ndogo, kusafisha damu, unatibu magonjwa ya figo, unatibu minyoo, tezi la shingo, homa, kuongeza damu, unasaidia kupata haja ndogo kwa wingi, unarutubisha uwezo wa kuona vizuri. Kama unataka kutibu mgongo, chukua mchicha, uponde. Chua mara 3 kwa siku. Usiku unapasha moto mchicha, kisha unafunga mahali panapouma. Lala nao wakati vuguvugu la joto lake lenye maji ndani likiingia ndani. Fanya hivyo mara 5 kwa siku, ukibadilisha kila siku. Kutumia mchicha kama tiba ya tezi la shingo. Chukua mchicha kiasi kidogo, uponde. Fungia shingoni pale penye uvimbe wakati unapolala kwa kitambaa kwa muda wa siku 5.